Umemalizika mchezo wa kwanza wa finali ya CAF Confederation Cup. RS Berkane dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na RS Berkane amearudia yale ambayo ameyafanya mwaka 2021 2022, lakini safari hiyo ilikuwa ni hatua makundi ambapo RS Berkane alipata ushindi wa magoli 2-0, alafu akaja kupoteza goli 1-0 katika dimba la Benjamin Mkapa, goli ambalo lilifungwa na Papi Osman Sako. Sasa focus imehamia kwenye mchezo wa pili. Mbali tu na mchezo wenyewe kuchezwa, bado watu wanajiuliza mchezo huu utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa ama utapigwa huko visiwani Zanzibar, kwa maana New Amani Complex. Hapa nipo na majibu, lakini pia nipo na records ambazo kwa mujibu wa rekodi hizi huenda zikaibeba Simba na kuwa bingwa katika michuano hii ya CAF Confederation Cup. Lakini kabla sija kujuza hii, nikupe tu taarifa ya kwamba msimu huu umekuwa msimu wa wale watu ambao hawajawahi kuchukua makombe wanachukua. Tumeona kwa Newcastle United, tumeona Crystal Palace, tumeona kwa klabu ya Bologna, lakini pia tunaona Simba nafasi aliyopo. Paris Saint-Germain naye ameingia finali ya UEFA Champions League. Kwa umekuwa ni msimu ambao mabingwa wengi ni wapya kwenye nyanja mbalimbali. Hata RS Berkane pia ni muda mrefu sana hajachukua kombe la ligi ya kwao, na yeye ametangazwa kuwa bingwa. Sasa hapa nipo na taarifa kuhusiana na uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo watu wengi wanajiuliza, je, imekuwaje? Kutoka kwenye hitimisho la ripoti baada ya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, licha matatizo yaliyopo ya mifumo ya mifereji ya maji kuziba, tatizo la mwinuko na tabaka la udongo lisiloruhusu kupenya lenye unene wa sentimita 13 chini ya nyasi, uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia viwango vya kimataifa vinavyoruhusu mechi kuchezwa kwa asilimia zote. Kama Reform Sports, hatuoni vikwazo vya aina yoyote kwa mchezo wa mpira wa miguu kutochezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ndio taarifa ambayo Simba muda so mrefu wameituma CAF na CAF wameipokea. Kwa hiyo wanasubiri majibu ambayo yatachukua tu dakika 25 mpaka 48 kuweza kujibiwa, na kwa asilimia zote huenda mchezo huu kachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini mbaya zaidi, wekundu wa Msimbazi Simba wamesema kwamba kama dimba la Benjamin Mkapa halitoruhusiwa kuchezwa, basi wao mchezo huu wataupeleka katika taifa la Algeria. Ikumbuke kwamba Berkane kwa maana kutoka Morocco wana matatizo ya kisiasa na taifa la Algeria. Tumeona hata msimu uliopita wakati wao wamepangiwa nusu finali na Usma, waligoma pia kwenda Algeria. Mwisho wa siku wao wakajitoa na Usma akaingia finali moja kwa moja katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo safari hii pia Simba amesema kama watafanya lolote lile kwa madimba la Benjamin Mkapa lisitumike, basi finali haitoenda Zanzibar, badala yake wataipeleka huko Algeria. Hando maneno ambayo wao wameyazungumza. Sasa twende nikupitishe kwenye baadhi ya records ambazo Simba amezionyesha tangu kuanzishwa kwao mwaka 1936 mpaka hivi sasa. Historia kubwa za Simba kwenye michuano ya Afrika, rekodi za kipekee kwa klabu za Tanzania, ni kwamba Simba ameandika historia ambayo inaacha alama kwenye ramani ya soka barani Afrika. Hizi hapa ni baadhi ya rekodi ambazo Simba amewahi kuziweka. Ya kwanza, mwaka 1974, klabu ya kwanza Tanzania kufika nusu finali ya klabu bingwa Afrika, rekodi ya kihistoria kwenye CAF Champions League. Kwa maana kumbe Simba alishawahi kucheza nusu finali. Kwa maana kama akienda msimu ujao kama akicheza klabu bingwa akaenda nusu finali, basi itakuwa ameifikia rekodi yake mwenyewe. Kumbe alishawahi kucheza mwaka 1974. Lakini rekodi nyingine ni mwaka 1993, klabu ya kwanza Tanzania kufika finali ya michuano ya CAF. Simba ilifika finali ya CAF Cup. Kipindi hiko ilikuwa linaitwa CAF Cup kabla kubadilishwa kwenda katika kombe la shirikisho ama CAF Confederation Cup. Simba ilifika finali hiyo mwaka huu 1993 na alipoteza, kwa maana alipoteza hapa nyumbani katika dimba la Shamba la Bibi dhidi ya Stelan Abidjan ya nchini Ivory Coast. Wengi mnakumbuka nini ambacho kilitokea mwaka huu 1993. Lakini rekodi nyingine mwaka 1993 mpaka 2023 mpaka 2025, klabu ya Tanzania iliyofika finali nyingi zaidi kwenye michuano ya CAF
rekodi ya kipekee. Hakuna klabu nyingine ya Tanzania iliyowahi kufanya hivi. Young Africans yeye amewahi kucheza finali 1, lakini Simba yeye amecheza finali 2. Kwa hiyo ni records ambayo ameiweka Simba. Lakini rekodi nyingine ni mwaka 1974, kipa Athman Mambosasa aliingia top 10 ya wachezaji bora Afrika, mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kutambuliwa barani Afrika. Nadhani tunajua hizi tuzo. Kwa hiyo kwenye ile 10 bora ya wachezaji, Athman Mambosasa, goalkeeper huyu wa zamani wa Simba, mwaka 1974 aliingia kwenye hiyo records. Lakini record nyingine ambayo Simba aliweka ni mwaka 2003. Simba alitoa Zamalek ambaye alikuwa bingwa mtetezi kutoka CAF Champions League. Simba aliondoa Zamalek katika changamoto ya mikwaju ya penalty, na ikumbuka tu kwamba pia Zamalek katika huu msimu pia alicheza na International Milan, hawa Inter Milan katika ile kombe la mabara ambalo sasa hivi tunaona TP Mazembe pia aliwahi kucheza na International Milan. Lakini pia tunakumbuka Al Ahly ambaye kucheza na Real Madrid, ambaye kucheza na Bayern Munich na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati Zamalek ametoka kucheza huko na Inter Milan, alirudi hapa akatolewa hatua za awali kabisa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini rekodi ya mwisho ni Papi Osman Sako, mshindi wa goli bora CAF Champions League, tuzo ya kipekee ambayo goli ile lilifunga dhidi ya ASEC Mimosas. Nadhani wengi mnakumbuka, kuna picha ambayo ina trend hivi, anapiga TikTok alafu nyuma kuna Kwasa Tolo Yao, beki huyu wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo hizi ni records ambazo Simba ameziweka yeye mwenyewe, lakini kubwa zaidi ni hili la uwanja. Tunasubiri ndani ya masaa 24 mpaka 48 kuweza kupata majibu mchezo utapigwa wapi. Lakini kwangu mimi nathibitisha na kusema ni swala la muda tu. Mchezo huu utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kwa sababu kila kitu kipo sawa, ni majibu tu kurudi kutoka CAF. Mimi naitwa The Voice of Miracles. Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe na unahabarika kupitia Off Pitch TV. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.